Wakati wa mchana ni wakati ambao binadamu mbalimbali hujishughulisha katika shughuli mbalimbali kwa ajili ya kutimiza malengo ambayo yamejiwekea katika siku hiyo, lakini jioni inapoingia, kiza kikatanda katika uso wa dunia, huo ni wakati ambao binadamu mbalimbali hurejea katika makazi yao kwa ajili ya kupumzisha miili yao ili kujiandaa kwa ajili ya siku inayofuata. Asilimia kubwa ya binadamu ambao huenda kupumzisha miili yao wana kawaida ya kuweka vitu mbalimbali chini ya mito ambayo huwa wanaitumia kuegemeza vichwa vyao, lakini siri ambayo asilimia kubwa ya binadamu hawaijui ni kuwa vipo baadhi ya vitu ambavyo utakapoviweka chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako wakati wa usiku vinaweza kuvuta nguvu mbaya, vikaweza kukuletea mikosi, bahati mbaya, pamoja na kufunga milango ya mafanikio. Lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu akiviweka chini ya mto wakati wa usiku na akaegemeza kichwa chake, vitakwenda kufungua milango yake ya mafanikio, kwa sababu vitavuta positive energy katika maisha ya mwanadamu. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia vitu ambavyo unatakiwa kuviweka chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako wakati wa usiku unapokwenda kulala. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuviweka chini ya mto wakati unapokwenda kulala, kwa sababu inaaminika ni vitu ambavyo vitavuta nguvu chanya katika maisha yako, na kupitia nguvu chanya ambayo itakuja kwenye maisha yako, milango yako ya mafanikio itakwenda kufunguka. Namba 1, vitabu vyenye maneno ya Mwenyezi Mungu. Vipo vitabu mbalimbali ambavyo wanadamu huvitumia katika maisha yao. Vipo vitabu ambavyo vina maneno ya wanadamu, na hivi ni vitabu vya elimu dunia, lakini vipo vitabu vyenye maneno ya Mwenyezi Mungu, na vitabu vyenye maneno ya Mwenyezi Mungu ni vitabu mbalimbali ambavyo huwa tunavitumia katika imani zetu. Binadamu ambaye amezaliwa katika imani ya Kiislamu ni vema akatumia Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni kitabu chenye maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo ni kitabu ambacho kinaweza kuvuta nguvu nzuri na kuondoa nguvu mbaya katika makazi yako. Lakini kwa wanadamu ambao wametokea katika imani ya Kikristo ni vema wakatumia kitabu kitakatifu cha Biblia, kwani kitabu hicho pia kinayo nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kina maneno ya Mwenyezi Mungu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya wakati unapokwenda kulala, unaweza ukachukua kitabu chako baada ya kufanya ibada. Kabla ya kulala, chukua kitabu hicho, kiweke chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako. Unatakiwa kuweka vitabu hivyo chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako, kwa sababu hivi ni vitabu vyenye kawaida ya kufukuza nguvu mbaya. Sote tunajua kiza kinapotanda katika uso wa dunia, huu ni wakati ambao milango mbalimbali ya kiroho huwa inakuwa imefunguka, na nguvu za kiroho huwa zinaendelea kuzunguka maeneo mbalimbali ya ulimwengu, ikiwa ni pamoja na kuingia katika makazi ya wanadamu. Nguvu mbaya zinapoingia katika makazi yako, pia zinaweza kuingia katika mwili wako ikiwa tu hauna ulinzi wa kiroho. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuzuia nguvu hizo zisiingie kwenye makazi yako ni hivyo vitabu vyenye maneno ya Mwenyezi Mungu ndani yake, kwani hakuna nguvu hasi ambayo inaweza kushindana na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Nguvu yoyote ambayo imetokana na ulimwengu wa giza haiwezi kushindana na nguvu yoyote ambayo imetokana na ulimwengu wa nuru. Utakapoegemea mto ambao chini yake umeweka kitabu kitakatifu cha Biblia ama Qur'ani tukufu, amini usiamini, utakuwa salama na usiku wote utakwenda kuwa na ushindi dhidi ya nguvu za giza. Namba 2, karatasi ambayo umeiandika lengo ambalo unatamani kulitimiza katika maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tukubaliane nayo ni kuwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia, yapo malengo ambayo anatamani kuyatimiza katika maisha yake.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, maandishi ni viumbe hai, na ndio maana kupitia maneno unaweza ukalaani, lakini kupitia maneno unaweza ukabariki. Maneno unaweza ukayatamka ama unaweza ukayaandika. Imekuwa ikiaminika kuwa kitendo cha mwanadamu kuandika kitu ambacho anatamani kukitimiza katika maisha yake, yani unaandika wishi yako ni nini katika maisha yako, alafu ukaichukua karatasi hiyo ambayo umeandika kitu ambacho unatamani kukitimiza, ukaiweka chini ya mto wako, unakuwa unafungua mafanikio katika ulimwengu wa kiroho. Kwani kitendo cha kuandika karatasi hiyo, kwanza kabisa unakwenda kufanya ubongo wako mdogo, yani subconscious mind, uweze kumakinika na kile kitu ambacho unataka kukitekeleza, na kisha ubongo wako utaanza kutafuta njia sahihi za kwenda kutimiza lengo ambalo umeliandika kwenye karatasi. Lakini jambo la pili ambalo litakwenda kutokea katika maisha yako kupitia karatasi ambayo umeiandikia lengo lako na kuiweka chini ya mto ambao unakwenda kuegemea ni kuwa unakuwa umeuambia ulimwengu ni kitu gani ambacho unakihitaji katika maisha yako, na kwa sababu ulifanya hivyo ukiwa na imani ya kweli ndani yako, amini usiamini, ulimwengu utaanza kukusogeza na malengo yako. Ulimwengu utakuletea binadamu ambao watakusaidia kupata kitu ambacho unatamani kuwa nacho katika maisha yako, lakini ulimwengu utaanza kukusogeza katika mazingira ambayo itakuia urahisi kuweza kutimiza malengo ambayo unatamani kuyatimiza kwenye maisha yako. Cha kuzingatia hapo, unapoandika lengo lako kwenye karatasi, andika moyoni mwako ukiwa na imani na utulivu wa kweli. Utaona taratibu kuna vitu vitaanza kubadilika katika maisha yako. Namba 3, weka chini ya mto fedha ambazo unazimiliki wewe. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, katika ulimwengu wa kiroho, fedha zina kawaida ya kuvuta fedha. Ndio maana aliyenacho huongezewa, lakini asiyenacho hupokonywa kabisa. Moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, kama utaweza kuweka fedha chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako, fedha zitakwenda kuvuta fedha nyingine, yani zina power of attraction. Lakini kama utakwenda kuweka fedha ambazo si zako, yani fedha ambazo umeazima kwa mtu fulani au fedha ambazo mtu mwingine amekupa umshikie, zitakwenda kufunga milango ya mafanikio, kwa sababu zitakuwa zinaambatana na nishati ya mtu ambaye amekupa fedha hizo. Lakini kama ni fedha ambazo umezitolea jasho lako wewe mwenyewe, basi fedha hizo zitakuwa zinaambatana na nishati yako, hivyo zitakwenda kukusaidia kuvuta fedha nyingine katika maisha yako. Utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unatumia nguvu kidogo, lakini unapata fedha nyingi, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Utajikuta milango mbalimbali ambayo inaweza kuleta fedha katika maisha yako inafunguka kwa wingi. Hivyo hakikisha kabla ya kwenda kulala unaweka fedha chini ya mto, kwa sababu ninaamini unahitaji kuwa na bahati ya pesa katika maisha yako. Namba 4, pete ambayo unaimiliki wewe. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, vipo vitu mbalimbali vya thamani ambavyo binadamu wanamiliki. Moja kati ya jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, vitu vya thamani huwa vinayo nguvu ya kuvuta utajiri katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana wapo baadhi ya watu ambao huvaa pete za aina fulani kwa sababu ya malengo fulani, kwani pete mbalimbali ambazo wanadamu huzivaa katika vidole vyao huwa zinamaanisha kitu fulani katika ulimwengu wa kiroho. Pete ambayo mwanadamu anaimiliki huwa inaambatana na nishati ambayo ipo ndani ya mwili wa mwanadamu, lakini pia pete ambayo wewe unaimiliki ina maana inaambatana na nguvu ambayo ipo ndani yako. Kama utaichukua pete hiyo na kuiweka chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako wakati utakapokuwa umelala, kumbuka wewe na pete hiyo mnayo nguvu ambayo ina flow katika uelekeo mmoja. Hivyo pete hiyo itakwenda kuvuta vitu vya thamani katika maisha yako, kwa sababu vitu vingi vya thamani hutoka chini ya ardhi na huwa vina thamani kubwa. Inawezekana pete ambayo umeivaa ni kito cha dhahabu ama ni kito cha almasi ama kimetokana na madini fulani ambayo yana thamani fulani.
kitendo cha kuweka kitu hicho chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako, basi nyumba yako itakwenda kuzungukwa na nguvu ya kuvuta vitu vya thamani katika maisha yako. Utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unahitaji kutumia nguvu kidogo tu na ukaweza kupata vitu mbalimbali vya thamani kwenye maisha yako, kwani vitu hivyo pia huashiria ulinzi, thamani binafsi au mvuto wa heshima. Namba 5, weka chumvi ya mawe chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo nguvu za aina mbili katika ulimwengu wa kiroho. Kuna nguvu za giza na kuna nguvu za nuru. Jambo ambalo unatakiwa ulijue na kuliweka akilini, ipo siri kubwa katika chumvi ambayo ina uhusiano usioweza kutenganishwa na nguvu za kiroho. Kwa kawaida, nguvu mbaya za kiroho, na maanisha nguvu za giza, haziwezi kukaa katika sehemu yenye uwepo wa chumvi ya mawe. Hivyo, utakapochukua chumvi ya mawe ukaiweka kwenye karatasi kidogo, kisha ukaiweka chini ya mto ambao utakwenda kuegemeza kichwa chako, amini usiamini, hakuna nguvu za giza ambazo zinaweza kuwepo katika chumba chako. Hakuna nguvu za giza ambazo zinaweza kutawala katika ufahamu wako. Ina maana mawazo mbalimbali ambayo utakuwa unawaza katika kichwa chako yatakuwa ni mawazo yatokanayo na wewe, wala shetani ama nguvu mbaya haviwezi kuingia ndani yako na kukushawishi kuwaza mawazo mabaya. Mara zote utakuwa mwanadamu ambaye una utimamu na usafi wa kiroho, kwa sababu chumvi ambayo utakuwa umeiweka chini ya mto ambao umeegemeza kichwa chako itaondoa nishati mbaya katika eneo hilo na kukufanya uwe msafi. Ndoto mbaya hazitoweza kuja katika maisha yako. Utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye umezungukwa na positive energy, lakini pia kwa sababu hiyo milango yako ya mafanikio itakwenda kufunguka kiurahisi, kwa sababu chumvi ya mawe ina kawaida ya kuvuta positive energy, na positive energy ina kawaida ya kuvuta vitu vizuri katika maisha ya mwanadamu, ikiwa ni pamoja na kufungua milango ya mafanikio katika maisha ya mwanadamu. Namba 6, kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni moja kati ya viungo mbalimbali ambavyo huwa vinatumika katika mapishi, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kitunguu saumu pia kimebeba siri mbalimbali za kiroho. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kitamaduni, inaaminika kitunguu saumu kina uwezo wa kufukuza nguvu mbaya pamoja na ndoto mbaya. Kama wewe ni mwanadamu ambaye huwa unasumbuliwa na ndoto mbaya, utakapoweka kitunguu saumu chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako, basi uwezekano wa kuota ndoto mbaya utakuwa mdogo, lakini pia sehemu hiyo itakwenda kutawaliwa na nguvu nzuri. Namba 8, picha ya mwanadamu ambaye unampenda. Tunaishi katika ulimwengu ambao katika mioyo yetu zipo hisia za upendo ambazo Mwenyezi Mungu ametuzawadia. Inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu wenye upendo wa dhati juu ya mtu fulani. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, muda wa kulala unapokaribia, chukua picha yake, iweke chini ya mto ambao juu yake utaegemeza kichwa chako. Kitendo hicho kitaimarisha upendo, kwani ipo siri kubwa katika picha ya mtu, na ndio maana hata wachawi wakiipata picha yako wanaweza kuitumia picha hiyo na wakakudhuru hata kama uko mbali. Ndivyo ilivyo. Kitendo cha kuweka picha ya mtu ambaye unampenda chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako juu yake kitakwenda kuimarisha hisia za upendo baina yako wewe na yeye, kwani uelekeo wa nishati yenu utafanana, na kwa sababu hiyo mtajikuta mnapendana na uhusiano wenu unazidi kuimarika siku hadi siku. Namba 9, kitambaa kisafi chenye rangi nyeupe. Vipo vitambaa vyenye rangi za aina mbalimbali katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, lakini katika ulimwengu wa kiroho kila rangi huwa ina maana yake, na inapotumika katika sehemu fulani inaweza kuleta matokeo fulani katika maisha ya mwanadamu. Kwa mujibu wa imani mbalimbali, kitambaa cheupe kinaashiria amani pamoja na upendo. Kitendo cha kuweka kitambaa hiki chini ya mto ambao utaegemeza kichwa chako juu yake, utakwenda kuwa miongoni mwa wanadamu wenye usafi wa mawazo pamoja na amani ya moyo. Utajikuta kama moyo wako ulikuwa umetawaliwa na mawazo mabaya, utajikuta mawazo yote mabaya yanaondoka, na ndani yako utaanza kujisikia mwanadamu huru ambaye umejawa na amani ambayo hautajua imetokana na nini. Ni kwa sababu ya usafi wa kitambaa na rangi ya kitambaa
ambayo umeiweka chini ya mto ambao umeegemeza kichwa chako juu yake. Namba 10, karatasi ambayo imeandikwa ninalindwa na niko salama. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini katika ulimwengu wa kisaikolojia, hii ni mbinu ya kisaikolojia ya kujipa utulivu kabla ya kwenda kulala, kwani kitendo cha kuandika ninalindwa na nipo salama unauambia ubongo wako na nafsi yako kuwa hakuna chochote ambacho kitakwenda kukuzuru. Lakini maneno haya pia huwa yanaweza kutumika mwanadamu anapofanya manifestation, kwani maneno haya ni ya wakati uliopo unaoendelea. Hivyo kitendo cha kusema unalindwa, basi katika ulimwengu wa kiroho ulinzi unaweza kujidhihirisha na kuweza kuziondoa nguvu zote mbaya ambazo zingeweza kukudhuru wakati unapokwenda kulala. Cha msingi, wakati unapoandika maneno hayo, hakikisha unayaandika huko moyoni mwako ukinuia nguvu fulani. Ni vema ukanuia kwa Mwenyezi Mungu kuwa yeye ndiye anayekulinda na anayekufanya uwe salama. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye, nikutakie wakati mwema.